Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa katika Kristo Yesu, neema ya Bwana imetutosha tena. Tuna sababu ya kusema jina la Bwana lipewe sifa. Na wasalimu tena kabisa, mpokee salamu zangu kila mahali mliko na kila mahali mtapata hizi audio pamoja na video. Mbarikiwe sana mnapochambua hii neno la Bwana. Bas tunataka kuingia wokovu kwa kipindi ya Torati. Tutapata wokovu aina tatu. Tutaongelea aina tatu ya wokovu, lakini kuna mawokovu tofauti tofauti. Kwa hivyo tutachukua tu hizo wokovu aina tatu kwa kipindi ya Torati. Kwa somo ya jana tumebarikiwa sana, tukajua kwamba wokovu ilianza mbinguni. Mungu akiwa mwenye haki na anahukumu kwa haki, hawezi anza wokovu huku kwa Torati ama kwa huku sisi na hajaangalia dhambi ilianzia wapi, kwa sababu tuliona dhambi ilianza mbinguni na mwenye alifanya dhambi wa kwanza ni Lucifer. Alikuwa malaika wa nuru, so akajinua akataka kuabudiwa awe Mungu. So vita ikawa mbinguni, wakamtupa chini wakiwa wamemshinda kwa vita, akatupwa chini pamoja na malaika zake. Hapo akapewa jina la joka. Joka mkubwa akatupwa chini na malaika zake. Sasa hapa akakuja danganya mwanamke, na mwanamke akapeana hiyo dhambi kwa mwanaume. Sasa wote wakawa wenye dhambi na Mungu akawahukumu. So tukawasema wokovu lazima ianzie hapa mbinguni, mahali kulianzia dhambi, kwa sababu kusipokuwa na wokovu basi huku basi hatutapata wokovu. So mbinguni kukawa na vita. Ukisoma Ufunuo pale mahali tuliangalia jana sura 12 inaeleza hiyo mambo vizuri. So walipomshusha mbinguni kukaimbwa nyimbo ya sauti kubwa. Sasa kuna wokovu, kuna nguvu, kuna ufalme wa Mungu wetu, kuna mamlaka ya Kristo yake, kwa sababu yule joka ametupwa chini. Na anaendelea kusema na ole kwa dunia. Sasa hiyo ole ikakuja fikia mwanadamu pale kwa shamba ya Edeni. So Mungu alipoona hata shetani amekuja ambukiza huyu sumu yake, unajua ni nyoka, sasa amemwambukiza hiyo sumu, Mungu akashuka mbinguni akasema hata mwanadamu nitaenda kumwokoa. Hawezi weza kujiokoa kwa matendo, anajaribu kujiokoa kwa kujishonea mavazi. Hiyo haitampa haki kwangu. Hana uwezo huo kuondoa dhambi yenye ingia ndani yake. So Mungu akakuja akachinja mnyama kwa ajili ya damu na akawavika mavazi. Tukasema hiyo damu ya mnyama ilifunika dhambi zao, na mavazi inasema hawa wamepokea wokovu. So Mungu akawahamisha, akawaleta mahali walikuwa kwa udongo, muende mulime sasa udongo, mtoke kwa shamba langu, na akaweka malaika mahali hapa. Hiyo ndio ilikuwa somo ya jana. Sasa leo nataka sasa, wanadamu wako hapa wamezaana. Mungu, kuna wokovu wa Nuhu, kuna mwito wa Abraham, hatutawaongelea saa hii. Sasa tutaongelea Musa. Hapa kukawa wakati wa kipindi ya Torati. Na Torati ni kipindi ya Musa, kipindi ya Musa. Sasa wacha tutafute wokovu wa watoto wa Israeli kutoka utumwani mwa Farao. Hapo ndio nataka hiyo wokovu tuiangalie ilikuwaje. Kutoka 12, hapo ndio kuna hiyo siku ya wokovu vile naanza. Lakini mbeleni Mungu akaanza na miujiza. Ukisoma Kutoka 3:7 pale
Mungu anaanza onyesha miujiza, lakini miujiza ama pigo 9 haikuweza kuokoa taifa la Mungu kutoka utumwani. Ndio nilikueleza wokovu ambayo inaanzia kwa miujiza. Ama mtumishi anasema sababu ninafanya miujiza basi nimeokoka. Ama sisi tunapoona miujiza inatendeka tunasema wewe, huyo ni mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu Musa alifanya miujiza ya nyoka, wachawi nao wakafanya miujiza ya nyoka. So kizuri tu nyoka ya Musa ikameza manyoka ya wachawi wa Farao. Lakini mtu wa Mungu anafanya miujiza na shetani pamoja na watu wake wanafanya miujiza. Kwa hivi tukasema wokovu wa miujiza haikuweza kuokoa taifa la Israeli mikononi mwa utumwa. Ndipo akaleta njia nyingine akasema, pana, vile niliokoa Adamu nikachinja mnyama, kutoka sasa na nyinyi kila mtu ajitafutie mnyama. Praise be to Jesus. Akasema kila mtu yaani akasema Bwana Mungu akawaambia Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akasema mwezi huu utakuwa kwenu mwanzo wa miezi, utakuwa mwezi wa kwanza kwa mwaka kwenu. Unaona sasa, Mungu akawaambia sasa system inabadilika, na tangu saa hii mtaanza kuhesabu tofauti. Yaani Mungu anaanzisha kalenda yake pamoja na watu wake. Hii siku itakuwa siku ya kwanza kwenu, itakuwa mwezi wa kwanza kwenu, itakuwa mwaka wa kwanza kwenu, kwa sababu mnaanza safari upya. Ninawaokoa toka utumwani, nianze kizazi kipya, nianze kabila langu mwenyewe. So kalenda ikaanzia pale sasa. Na ilikuwaje? Akasema sababu miujiza 9 ama pigo 9 imeshindwa kuwaokoa. Farao amefanya moyo kuwa mgumu. Sasa muujiza wa mwisho ambao ni wa 10, kila mtu ajitafutie mwana kondoo ama mwana mbuzi, mwana kondoo, ili wamchinje na wamkule vile wako kwa nyumba ile. Na kama watu ni wachache kwa nyumba, basi muite jirani, mshare kondoo moja, ama muungane mkule hiyo kondoo moja. Ikuwe Pasaka kwenu, ikuwe siku ya Pasaka kwenu. Mpendwa. Na wakafanya hivi, akawaambia sasa damu hiyo msile damu, mtachukua damu kila mtu apake kwa kizingiti cha mlango wake. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa, kila mtu akapaka. Na usiku muda ulipotimia, malaika alipita usiku akiangalia nyumba yenye haina damu. Alichinja mzaliwa wa kwanza katika nchi yote ya Misri. So Farao alipoamka usiku, mstari wa 30, Farao akaamka usiku, yeye na watumishi wake wote na Wamisri wote, na kilikuwa kilio kikubwa katika Misri, maana hakuna nyumba pasipo mufu. Akaita Musa na Haruni usiku, akasema ondokeni mtoke katika watu wangu, ninyi na wana wa Israeli vile vile, kwendeni mtumikie Bwana Mungu wenu gizi mlivyo sema. Mwende kabisa, kwa sababu pigo la 10 ama muujiza wa 10, muujiza wa damu, wakati damu imemwangika ikaleta uzima na ukombozi kwa taifa ama kwa kabila la Israeli, wakaokolewa. Lakini wale ambao hawakupata walipata kifo. Mzaliwa wa kwanza akakufa, na hivyo ndio Mungu akawaokoa kutoka Misri. Kumbe damu ya Kristo, damu ya mnyama